Awi? Mko safi? Mafunzo mlioyapata mkayatumie mkijua kwamba Amiri Jeshi Mkuu anawategemea, mkawafundishe vijana wenzenu kuwa walinzi wa taifa lao. Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, Mheshimiwa Dr. Ssagomena Lawrence Tax, mbunge, tarehe 22 mwezi Aprili mwaka 2025 amefanya ziara ya kikazi mkoani Kigoma kwa kutembelea vikosi vya Jeshi la Kujenga Taifa Mtabila na Bulombora. Mara baada ya kuwasili mkoani Kigoma, Mheshimiwa Waziri Tax alipokelewa na mkuu wa wilaya Kasulu, Mheshimiwa Kanali Isaac Mwakisu, na makamanda vikosi vya Mtabila na Bulombora. Ndipo akapata wasaa wa kupata taarifa fupi kutoka kwa viongozi hao na baadaye akatoa neno. Niwapongeze sana kwa kazi kubwa na nzuri mnayofanya kama inavyoonekana kwenye taarifa, lakini hata unapoangalia mnafanya mengi ambayo ni ya msingi kulingana na majukumu ya Jeshi la Kujenga Taifa. Mmeyaeleza wenyewe katika kilimo, katika malezi na lakini pia kwa nature ya kambi hii ya eneo hili, tuseme mnafanya kazi kubwa sana katika kuimarisha usalama na ulinzi. Kwa hiyo tunawapongeza sana kwa kazi hiyo nzuri mnaoifanya. Mmekuwa mkienda mnasema tunakushukuru kwa kufanya hiki. Naomba tu hizo shukrani ziende kwa serikali na ziende kwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Amiri Jeshi Mkuu. Inatokana na miongozi yake thabiti na kipaumbele alichokitoa katika ulinzi na usalama. Hauwezi kuwa na maendeleo, hauwezi kuwa na amani, hauwezi kuwa na furaha katika jamii, hauwezi kuwa na demokrasia, hauwezi kuwa na chochote kama ulinzi na usalama haviko imara. Baada ya kupokea taarifa kutoka kwa viongozi hao, Mheshimiwa Waziri Tax alitembelea mradi wa nishati safi. Tukishaifungua kwenye mtungi mkuu, inakuwa tayari imepita kwenye hili bomba. Ili ipite chini ielekee mpaka kwenye jiko letu, inatakiwa turuhusu hapa kwenye hii ball valve. Tunaifungua, ikiisha wanakuja wanaweka. Ndio kwa kutumia hii hapa filler valve. Huu ndio mlango mkuu ambao unatumika kuingizia gesi ndani ya mtungi wetu. Kama unavyoona Mheshimiwa Waziri, tunapika chakula kizuri na pasipo moshi wala joto. Mheshimiwa Waziri, faida nyingine ni kutunza mazingira yetu. Mheshimiwa Waziri, kama unavyojua, tunapokata miti tunaharibu mazingira. Hasara za kukata miti ni kuua viumbe hai, kusababisha mmomonyoko wa udongo. Lakini toka tumetoa majiko yetu hapa, hatuharibu mazingira yoyote, kwa sababu haya hayawezi kuharibu mazingira kwa moshi na hatutumii mkaa. Mheshimiwa Waziri, huo ndio mwisho wa maelezo yetu. Asante, tunaomba kuendelea afande. Nawashukuru kwa maelezo mazuri kabisa. Na sasa madam mnatunza muda, mnatunza afya, ina maana kwamba na mafunzo mfanye vizuri zaidi, si ndio? Ndio afande. Ni mwendelezo wa ziara zangu za kukagua jinsi ambavyo tumeweza kutekeleza maagizo ya serikali, lakini na dhamira ya Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu Dr. Samia Suluhu Hassan. Ajenda ya nishati safi ni ajenda yake. Kwa hiyo na sisi kama Jeshi la Kujenga Taifa, lakini hata Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, tumeendelea kutekeleza maagizo haya. Swali ni nimeridhishwa kiasi gani? Kazi kubwa imefanyika kwa kweli, nawapongeza sana. Nilikwenda Ruvu nikakuta wamefika 100%. Leo niko hapa wamefika 100%, na tumefanya hivyo hata kabla ya wakati. Kwa hiyo kufanya hivyo ni dhamira na ni mwitikio mkubwa wa Jeshi la Kujenga Taifa, lakini hii haishangazi kwa sababu Jeshi la Kujenga Taifa ni taasisi ambayo inafuata inachoambiwa, ina weledi wa hali ya juu, lakini pia ina umahiri. Kwa hiyo wameweza kutekeleza hapa kama mmeona nilivyokuwa nikizunguka. Kwanza jiko lenyewe ni safi sana. Kuna faida nyingi. Vijana wameeleza faida mbalimbali, ukianzia na faida ya utunzaji wa mazingira. Ni kweli tunachangia kwa sababu uharibifu wa mazingira ni mwingi
Mnaona sasa hivi tuna mafuriko, watu hawaelewi mafuriko yanatoka wapi. Ni mojawapo ya athari za mazingira. Kwa hiyo inapelekea gharama kubwa kwa serikali, lakini gharama kubwa hata kwa binadamu, kwa mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo utunzaji wa mazingira unaendelea kuimarika. Ni mwanzo, lakini mnaweza mkaona, hata mkiangalia hapa mnaona miti iko vizuri, mazingira yako vizuri. Wakati mwingine wangeokota mkuni, wangekatakata miti, lakini hilo halifanyiki tena. Lakini pia wanakwenda kwa haraka sana katika kupika, kwa hiyo wanaokoa muda. Hapa si tumekuja, huko nyuma ungekuta ni mioshi, ungekuta huo vijana wanakimbia, lakini sasa vijana mnawaona wanavong'aa, wasafi kabisa, wanapika kwa usafi, kwa utulivu na kwa kulinda afya zao. Kwa hiyo muda ule wanaookoa wanaweza wakafanya mambo mengine. Kwa hiyo tija inaongezeka. Lakini pia afya zao zinaimarika na hata chakula wanakula kwa raha, kwa sababu kama hauhangaiki kupika, unapika vizuri, na maana chakula utakila kwa raha. Ni faida ni nyingi, lakini pia kuna uokoaji wa gharama. Gharama imeokolewa sana. Kwa hiyo kwa hili tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Amekuja akiwaza kwamba ni kutunza mazingira, lakini faida zimekuwa nyingi zaidi ya kutunza mazingira. Kwa hiyo hapa tu kwa mwezi wanaokoa takriban milioni 5.4, na hiki ni kikosi kimoja. Nilivyokwenda Ruvu alikuwa anaokoa takriban milioni 7 kwa mwezi. Kwa hiyo tutakapokuja kujumuisha vikosi vyote, na hii ni JKT tu, lakini tukachukua pia na kambi za jeshi, kutakuwa tumesevu pesa nyingi sana ambazo zitaenda kusaidia katika shughuli zingine za maendeleo na za kuviendeleza vikosi vyetu. Niwapongeze sana, nimpongeze mkuu wa JKT na wakuu wa vikosi vyote kwa kuitikia mwito huu na kuwezesha hili kufanyika. Unaweza ukapewa maagizo na ukasuasua, ukawa na visingizio vya kila aina, lakini hapa hakuna kisingizio. Kazi imechapa, tuendelee kuchapa kazi. Katika kikosi hicho, Mheshimiwa Waziri Tax pia alifanya shughuli mbalimbali ikiwemo kuzindua ofisi kuu ya kikosi. Baada ya kutamatisha shughuli mbalimbali katika kikosi cha Mtabila, msafara wa Mheshimiwa Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa ulielekea katika kikosi cha Bulombora, ambapo pamoja na shughuli zingine za uzinduzi wa miradi mbalimbali katika kikosi hicho, Mheshimiwa Waziri wa Ulinzi pia alipata wasaa kutembelea shamba la michikichi. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Kassim Majaliwa kwa kutuzindulia shamba hili, lakini pia kwa uhamasishaji. Kama wanavyosema ni kwamba amekuwa mhamasishaji mkubwa. Kwa hiyo shamba hili mti wake huu hapa tunafurahi mmeutunza, na tutampelekea taarifa kwamba mti huu umetunzwa na umeleta baraka ya shamba kuweza kuendelea. Ni mwendelezo wa kuona kazi inayofanywa na serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu. Tumeona pia kama nilivyotoka kwenye kikosi kilichopita, hapa tumezindua mahanga ya vijana, mahanga 6 mazuri kabisa, yako katika hali nzuri. Nilikuwa wakati nikitembea na Tania nasema natamani nirudi niwe kijana na mimi nije nikalale kwenye hanga la namna hii. Shamba la mchikichi naweza kuliita ni shamba, pamoja ni kwamba ni shamba la kimkakati, lakini ni shamba la mfano ukilinganisha na sehemu zingine. Haya pia ni utekelezaji wa maagizo ya serikali. Kama mnavyofahamu, kumekuwa na upungufu wa mafuta ya kula kwa muda mrefu nchini kwetu. Kwa hiyo maagizo ya serikali yalitolewa kwamba wadau wote wajaribu kuhakikisha kwamba wanapanda michikichi ili baadaye iweze kuchangia katika kuleta mafuta. Na maagizo mahususi yaliyotolewa kwetu sisi kwa kikosi hiki ni kupanda hekari 2,000, na mpaka sasa hivi tumekwisha panda, hapa mnapoona tayari tumeshapanda hekari 1,100 ambayo ni sawa na miche 50,000. Kwa hiyo hii ni kazi kubwa sana, na hiki mkiangalia hiki kibao hapa kama mnavyoona, Mheshimiwa Waziri Mkuu alizindua shamba hili kwa kupanda mche wa kwanza ambao aliupanda tarehe 23 Mei 2020, mche wa kwanza. Leo ni miaka 4 tu na tumekwisha panda hii miche 50,000. Kwa hiyo hii ni kazi kubwa sana ambayo imefanywa na kikosi hiki. Tunawapongeza sana. Tunalipongeza Jeshi la Kujenga Taifa kwa ujumla wake kwa kutekeleza maagizo haya, lakini tu niwatie moyo sasa kwa kuhakikisha sasa tunasonga mbele zaidi kuhakikisha kwamba tunapanda paliposalia,
lakini pia tunaweza, kama mlivyonieleza kwamba uvunaji unaanza mwakani. Kwa hiyo unapoanza tuwe tayari kutumia haya mazao, isiwe kwa kuuza, iwe kwa kuongeza thamani. Tuweze kama ulivyosema mkuu wa kikosi kwamba matarajio ni kwamba tuweze kujitosheleza kwa mahitaji yetu, tujitosheleze na tuweze hata kuuza na kupata kipato ndani, na ikiwezekana tukue hata tupeleke nje ya nchi. Kwa hiyo hii ni kazi kubwa na nzuri, na huu ni miongoni mwa miradi ya kimkakati inayotekelezwa na Jeshi la Kujenga Taifa. Kwa hiyo nawapongeza sana.